Hii ni Jambo TV. Tumekuwa hapa mara zote tukikupa update mbalimbali zinazohusu masuala ya siasa, jamii, uchumi, michezo, sanaa na burudani ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa katika pitapita yangu kwa siku ya leo nimekutana na andiko hili ambalo limeandikwa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa maana ya UDSM, Dr. Richard Mbunda. Andiko hili ama chapisho hili lina kichwa cha habari kisemacho Mwanasheria Mkuu: maafa ya Oktoba 2025 yatufikirishe kiwajibikaji, tusilaumu wanaharakati. Anasema Tanzania imejikwaa. Nikiwa anasema kwa mara ya kwanza tangu kuasikiwa kwake mwaka 1964, Tanzania imejikwaa kisiasa na kuwa gumzo duniani kote. Japo vyombo vya habari vya ndani vimefukia mambo haya, lakini Tanzania ipo kwenye news feed za media za kimataifa, si kwa uzuri bali kwa ubaya. Huenda wenye mamlaka hawataki kusikia hili, lakini damu iliyomwagika imenatulilia ardhini sisi sote. Mungu aturehemu. Na siamini kama kuna mtu yeyote yule awaye anahisi damu yake ina thamani kuliko ya mtu mwingine. Lakini pia kama wengi wetu, yani wanataaluma, viongozi wa dini na wengineo, tulivyojaribu kushauri huko nyuma, kikombe hiki kilikuwa kinaepukika. Kwa ufupi kabisa, naomba nijadiliane nawe mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Siwezi kufikia kwa kuwa tumetenganishwa na ukuta, lakini naamini utasoma waraka wangu. Sote tunajua kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu inaanzishwa kwa ibara ya 59 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Kimajukumu ibara ya 59(3) inasema kuwa mwanasheria mkuu wa serikali ndiye mshauri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya mambo yote ya sheria, na kwa ajili hiyo atawajibika kutoa ushauri kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu mambo yote ya kisheria na kutekeleza shughuli nyingine zozote zenye asili ya au kuhusiana na sheria zitakazopelekwa kwake. Lakini pia ibara hiyo pia inafafanua kuwa mwanasheria mkuu wa serikali anaweza kuagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutekeleza kazi au shughuli nyingine yoyote. Je, mwanasheria mkuu wa serikali ulikuwa na wajibu wa kutekeleza uchaguzi mkuu? Ulikuwa na wajibu kuelekea uchaguzi mkuu? Anasema kwa fikra za kijuha tu, baada ya uchaguzi wadau wanaita uchafuzi wengine wa serikali za mitaa 2019, uchaguzi mkuu 2020 na uchaguzi mwingine wowote wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Uchaguzi mkuu wa 2025 ulihitaji mabadiliko makubwa ili ufanyike kwa amani na usalama. Hivyo basi Tanzania ilihitaji manufaa ama mwafaka wa kisiasa kabla ya kwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Reforms zilizofanyika 2024 pale ambapo sheria kadhaa zilipitishwa hazikukidhi haja ya mabadiliko ya kuendesha siasa inayotakiwa. Nitaje mambo matatu tu ya msingi yanayopingwa. Moja, ibara ya 74 inayoanzisha tume ya uchaguzi. Pamoja na kuwa sheria mpya inaanzisha INEC kwa maana ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambao kimsingi inatoa utaratibu ridhishi wa kuwapata wajumbe wa tume na mkurugenzi wa uchaguzi, bado mabadiliko ya dhati yalipaswa kuanza na ibara hii kwenye katiba. Kwa mfano, ibara ndogo ya 74(12) inatoa kinga ya jumla kwa shughuli zote za tume zisizojiwe mahakamani. 2, ibara ya 41(7) inaeleza kuwa mtu akishawisha kutangazwa na tume kuwa amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna mahakama inaweza kuhoji uchaguzi huo. Nadhani sote tumeona jinsi tume inavyoweza kuwa na ufanisi maridhawa kama kipindi hiki ikatangazwa matokeo ya kura takriban milioni 32 kwa muda wa siku 3 tu, tena bila internet, kulinganisha na kura milioni 12 za 2015 zilizochukua siku 6 kwa kutumia mfumo ule ule. 3, mwisho tulihitaji mahakama ya juu, yani the Supreme Court, maalum kwa ajili ya kusikiliza kesi za uchaguzi wa rais. Mahakama hii kwa sasa haipo kikatiba. Haya mambo si mageni kabisa machoni pia pa Watanzania. Yapo katika katiba inayopendekezwa iliyopitishwa na Bunge la Katiba la mwaka 2014. Tathmini ya hali ya siasa ilifanyika. Dr. Mbunda anasema mwezi Januari, mara baada ya uchaguzi wa ndani wa Chadema, msimamo wao ulikuwa wazi kuwa walitaka reforms na bila mabadiliko si tu kwamba wasingeshiriki uchaguzi na
wangekinukisha kama vijana wa kitaa wanavyosema, these are desperate measures for desperate people in desperate moments. Naamini kuwa ofisi yako ilipaswa kufanya tathmini ya hali ya kisiasa, na labda unahitaji political scientists wa kufanya uchambuzi wa kina kwenye ofisi yako na si tu wanasheria. Jambo la muhimu ni kuwa Watanzania wapenda haki na amani walitegemea ushauri serikali kupitisha mabadiliko madogo ya katiba yanayogusa mambo hayo hapo juu, ili uweze tuende kwa pamoja tukapambane kwenye sanduku la kura. Mimi binafsi nilisema 2024. Anasema soma the chanzo. Samia should risk her reforms agent by listening to her Machiavellian advisors. Kuwa bado CCM ingeweza kushinda uchaguzi hata kama ukiendeshwa katika mazingira huru na haki, kutokana na bezi yake ya kisiasa, na nikashauri mabadiliko ya katiba yafanyike. Lakini sote tulishangazwa. Serikali na CCM wakachukua kuwa ni faida kwao kukosekana kwa Chadema kwenye karatasi ya kura. Haikuishia hapo. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alipewa kesi ya uhaini iliyomfanya awe korokoroni mpaka uchaguzi umeisha na hadi sasa, na makamu wake John Heche kawekwa ndani kipindi chote cha uchaguzi. Lakini bado uchaguzi umefanyika kwa dosari kubwa, na hatuwezi kusema kuna mtu maalum amechochea vurugu zaidi ya vijana wenyewe kuhamasishana mitandaoni. Nilifuatilia mkutano wako kwa vyombo vya habari tarehe 28 Oktoba ambapo unatetea uhalali wa uchaguzi. Napenda kukubaliana nawe kuwa mpaka asubuhi ya tarehe 29 Oktoba uchaguzi ulikuwa na uhalali wa kisheria, lakini ulikosa uhalali wa kisiasa kwa kuwa haukufanyika kwa misingi ya mwafaka wa kitaifa. Hakika hili tunaweza kujadiliana kwa kina. Lakini baada ya vurugu zilizotokea kuanzia saa 4 asubuhi ya tarehe 29 zikaathiri watu kujitokeza, upigaji kura wenyewe, kura kuharibiwa na baadhi ya vituo vya upigaji kura wenyewe, kujumlisha matokeo kuvamiwa, hata huo uhalali wa kisheria uliingia shaka. Kwa mfano, hatujaona popote ambapo kifungu cha 88 cha sheria ya uchaguzi wa rais, bunge na madiwani kuahirishwa upigaji wa kura kimetumika, ingawa kila Mtanzania ana taarifa kuwa vurugu zilikatisha zoezi la upigaji kura katika mikoa takribani 10 nchini. Je, tuwalaumu wanaharakati wa mitandaoni? Dr. Mbuda anaendelea kusema kwenye andiko lake kwamba nimeshangazwa, Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, baada ya kuapa na kuanza majukumu rasmi, unaanza kuwalaumu wanaharakati wa mtandaoni na kuazimia kuwa ni lazima waletwe nchini kujibu tuhuma za kuhamasisha maandamano. Naam, hayo ni majukumu ya dola. Kila laheri. Lakini mimi nadhani si sahihi kuwarushia lawama moja kwa moja wanaharakati wa mitandaoni, kwa kuwa wao waliwasha moto tu pahala ambapo petroli na sumu kali ya kisiasa ilikuwa imesambaa. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, nadhani ulipaswa kufanya analysis ya hali ya siasa na kuishauri serikali kufanya mabadiliko ya mfumo wa kuendesha siasa ipasavyo ili kulinda amani. Ibara ya 54(4) inakupa fursa ya kuhudhuria mikutano yote ya baraza la mawaziri, na unakuwa na haki zote za ujumbe wa mikutano hiyo, ikiwemo fursa ya kutoa ushauri. Katika ibara ya 59(5), mwanasheria mkuu pia ni mbunge kutokana na wadhifa wake, na ulikuwa na fursa ya kulishauri bunge juu ya haya mabadiliko yenye tija kwa amani na demokrasia yetu. Lakini nahisi ukusoma alama za nyakati na kutoa ushauri ipasavyo, ukaliacha taifa liingie kwenye vurugu. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa serikali, nisamehe kwa kusema kuna matukio yanayoonyesha umehusika moja kwa moja kujenga hisia mbaya kwa umma wa Tanzania. Labda nikukumbushe tu kuwa ndugu Luhaga Joelson Mpina alienguliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuwa mgombea wa uraisi kwa tiketi ya chama cha ACT Wazalendo kwa pingamizi uliloweka mwanasheria mkuu wa serikali. Kwa bahati mbaya, katika tamko lao fupi, INEC hawakujisumbua kufafanua pingamizi hilo na uzito wake kisheria, na wala ofisi yako haikutoa ufafanuzi. Katika mazingira yenye sumu ya kisiasa, unadhani wananchi walipokeaje maamuzi haya? Pili, katika moja ya mikutano yako na waandishi wa habari, ulisema kuwa mabadiliko muhimu ya kisiasa yamefanyika. Tunatambua kuwa wakati sheria ya kuendesha siasa zinapitishwa bungeni, ulikuwa mshauri mkuu,
na ulikuwa na fursa ya kushauri pia mabadiliko ya katiba ili sheria zipate msingi mzuri. Walakini, mbali na kukosekana kwa mabadiliko ya katiba, bado uliruhusu kile kifungu cha 27 masharti ya mpito cha sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi kinachowaongezea muda wajumbe wa sasa wa INEC. Je, kifungu hiki kilikuwa na mantiki pia katika muktadha wa kuendesha siasa za ushindani wenye tija? Je, bado unaamini kuwa reforms za msingi zilifanyika? Na kutakia kila laheri katika majukumu yako, lakini naamini sote tunajifunza kutokana na kujikwaa kwetu. Oktoba 29 hadi 31 mwaka huu, natumaini utaishauri serikali ipasavyo kuhusu: mosi, maridhiano ya kujenga mwafaka wa kitaifa na wapinzani waliopo korokoroni; lakini pili, namna bora ya kupata katiba mpya inayoweka misingi ya haki na uwajibikaji, uwanja wenye ushindani sawa kwa wadau wa siasa ifikapo 2030 ili kuondoa manunguniko na hasira za wananchi. Rai yangu, tukumbuke kuwa sisi sote ni Watanzania. Pole kwa gari lako la ofisi kuchoma moto wakati wa vurugu, lakini natumaini pia utatoa pole kwa wahanga wa maafa haya makubwa yaliyotokana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mwenyezi Mungu atuongoze katika haki. Amina. Richard Mbunda, daktari, mwadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ndivyo anavyohitimisha na andiko lake la mwanasheria mkuu: maafa ya Oktoba 2025 yatufikirishe kiwajibikaji, tusilaumu wanaharakati.